Inna Allaha, hakika Allah, falikul habbi, yeye ndiye mwenye kupasua nafaka zikaweza kutoa mimea. Inna Allaha, hakika Allah, falikul habbi, yeye ndiye mwenye kupasua nafaka kwa ajili ya kutoka mmea kwenye nafaka ile. Wanawa, na kokwa. Nafaka na kokwa, Allah yeye anasema ndiye anayezipasua zikaota mmea, halafu mmea ukawa mkubwa, binadamu wakafaidika na mimea hiyo. Ni yeye ndio anafanya kazi hii. Kazi hii inapofanyika yafanyika hivi: yukhrijul hayya, anatoa kiumbe hai, minal mayit, kutoka kwa kile kilichokufa. Nafaka imekufa. Kama ni mpunga unakuwa tayari ushakauka, manake ndio ushakufa. Lakini Allah pamoja na maiti ile ya nafaka, ukiipanda, Allah anatoa kiumbe hai kwenye ile nafaka ambayo ni maiti. Unaota mche. Mche ule unakuwa ni mti ambao uhai, lakini umetoka kutoka kwa maiti. Ikiwa nukokwa, tuchukulie mfano ya fenesi. Unaichukua kokwa kavu, ishakauka, ishakufa, hiyo ni maiti, lakini Allah anaipasua ile, akatoa hai minal mayit, anatoa kiumbe hai, yani mche, mmea unatoka kwenye ile kokwa ambayo ni maiti. Yukhrijul hayya minal mayit, yukhrijun nabata minal habbi, wa yukhrijun nabata minan nawa, wa mukhrijul insana minan nutfa, wa mukhriju ad-dajaja minal bayd. Anamtoa binadamu kutoka kwenye nutfa. Nutfa ni mayit, jinsi. Anatoka kiumbe hai mwanadamu. Anamtoa kuku kutoka kwenye yai. Yai ni mayit, anatoa kiumbe hai kupitia kitu kile. Lakini anatoa mja mwema sana kutoka kwa waovu. Wale waovu ni mayit, atoka mtu mwema sana kutoka kwenye wetu waovu. Familia ya mijitu miovu mikatili, atoka mtu mzuri sana mwema. Yukhrijul hayya minal mayit. Anatoka kwenye familia ambayo akili zao hawana akili uzuri za uelewa za kusoma, nasema vichwa ngumu. Atoka mwana wa chuoni mkubwa sana, atoka mtoto mwenye elimu, mwenye kufahamu, kwenye familia ambayo kawaida ni wenye kufeli watupu. Atoka mtoto mzuri mwenye kusoma na mwenye kuelewa kusoma kwenye familia ile. Yukhrijul hayya minal mayit, yukhrijud duda minal ghat au minal mayit. Allah amtoa funza kutoka kwenye mzoga, amtoa funza kutoka kwenye kinyesi. Ni mayit, atoka kiumbe hai. Yani kwenye aya hii unaweza ukaogelea katika mambo mengi sana. Allah aliposema falikul habbi wan nawa, Allah ndiye mwenye kuzipasua nafaka zote zikatoa mimea. Wanawa, na kokwa zote anazipasua yeye zikatoka mmea. Wewe kwako ni kuichukua nafaka ukenda ukaichimbia tu, ukaitia pale ukafukia, basi unasubiri Allah subhanahu wa ta'ala. Jamani, kisheria hakuna waja wenye tawakul, wenye kumtegemea Allah tawakul kali kuliko wakulima. Ndivyo ilivyokuja.
Wakulima hakuna watu wanawapita kwa tawakkul ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Achukua sikila muhogo alikata papa, enda alichimbia chini. Shekhe jambo ambalo uhakika sasa kweli laota, alafu asema basi nasubiri Allah mwenyewe kisha tawakali yeye. Asubiri baada kama ya miezi 6 au kama mwaka, hiyo mbegu itategemea. Hapati joto la roho mwenyewe. Kesha chomeka mwenyewe atakesha tawakali, asubiri Allah amletee. Muda ukifika asema sasa naenda angalia. Enda ngoa pale apata kama ni 2 3, anaondoka zake. Tawakkul. Wachukua nafaka yako shehe, wenda ichimbia shimo waitia, alafu wafukia juu kama hakuna kitu. Lakini tawakkul, sema inshallah Allah atauotesha, na auotesha kweli. Kule chini ya ardhi nafaka ile Allah anaipasua, likatoka jani. Tena kuna miujiza mikubwa. Maana unapoipanda kama ni nafaka yako, kama ni harage, kama ni lote, unaipanda unafukia. Ukishafukia halafu pengine inakuja mvua au pengine hata jua, ile ardhi pale ulipofukia inakuwa ngumu tayari, inajifukia kabisa, inajibana ngumu kabisa. Halafu Allah huko chini iliko hiyo tembe ulioiweka, Allah aipasua, atoa kijani. Jani lile eti linatoboa ardhi. La toboa ardhi mpaka ardhi katoboka ikaja juu, mmea huo jani likatoka juu. We kidole chako huwezi kutoboa ikatoboka. Wakati lile jani na kidole chako, kidole ni kimadhubuti zaidi kuliko lile jani. Lakini jani la toboa mpaka likapenya likaja juu. Wewe kama utachimbiwa kwa chini huko, uchimbiliwe shimo kwa chini, uambiwe penyeza kidole mpaka kitoke juu, huwezi ukapenyeza ukatoa juu. Lakini jani lina nguvu eti ya kutoboa ardhi alafu likatoka juu. Halina uwezo mwenyewe, ni Allah. Thumma shakakna al-ardha shaqqa. Falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayit, atoa kiumbe hai kutoka kwa mzoga, kwa maiti. Ndiyo kama hivyo, atoa mmea kwenye nafaka ambayo ishakauka, atoa mmea kwenye kokwa ambayo ishakauka. Ile kokwa ni mayit, lakini watoka kiumbe hai. Amtoa kuku kwenye yai ni mayit. Amtoa mwanadamu kwenye maji ambayo ni mayit. Amtoa funza kwenye mzoga ni mayit. Yukhrijul hayya minal mayit. Na kinyume chake, wa mukhriju almayiti wa mukhriju almayiti min alhayy, na pia anatoa maiti kutoka kwa kiumbe hai. Yai alitoa kwa kuku. Kuku ni kiumbe hai, latoka yai kwake. Geuza tu pale tulipopita nyuma, geuza kinyume chake. Yukhrijul hayya min almayiti, atoa hai kwa maiti. Atoa mmea ndio hai kwenye kokwa ambayo tayari ishafanyaje, ishakufa. Basi na kokwa yatoka kwenye mmea. Sisi tunafahamiana uzuri. Kokwa ni mayit, imetoka wapi? Kwenye mmea. Mmea ni hai, imetoka kokwa ambao ni mayit. Kwa hiyo wa mukhrijul mayyita min alhayy. Maji nutfa ni mayit, yatoka kwa mwanadamu ambaye yu hai. Kwa hivyo wa mukhrijul mayyita min alhayy. Atoka jitu halilkorofi kweli kweli, asi kwenye familia ya mashekhi watupu. Datoka jitu humo shekhe, mpaka ukauliza, ukiambiwa yule mtu fulani sema wakataa, yule si mwanawe. Mbona familia ya fulani bwana yote mashallah? Latoka jitu korofi, mayiti min alhayy. Kwenye familia ambao wana vichwa vya kusoma vizuri sana, latoka jitu humo halielewi hata ulifahamishe vipi. Wa mukhrijul mayyita min alhayy. Allah hizo kazi anafanya.
dhalikumullah, huyo ndio Allah. Fa anna tufakuna, mwaelekezwa wapi nyie? Mbona mwapelekwa siko kwenye sijui Lata, Uza, sijui nani, sijui mwapelekwa wapi? Huyo ndio Allah mwenyewe wa kuabudiwa, ambaye yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dhalikumullah, huyo kwenu ndio Allah. Fa anna tufakuna, wapi mnaelekezwa huko mnakoelekezwa siko? Inna Allaha wahdahu, hakika Allah peke yake, huwa alladhi yashukku alhabba, ndiye anayezipasua nafaka. Fayakhruju minhu az-zuru'a, anatoa kwenye nafaka hizo mimea. Wayashukku nawa, na anapasua kokwa. Fayakhruju minhu ash-shajar, unatoka kwenye kokwa hizo mti. Kanakhli wal inabi, kama mtende, mzabibu, wa ghairihima, na mengineyo sio kwa hayo. Yukhrijul hayya minal mayyiti, atoa kiumbe hai kutoka kwa mzoga. Idh, kwa sababu yakhrijul insan, anamtoa mwanadamu. Wasair alhayawan, na wanyama wengine wote anawatoa minan nutfa, kutoka kwenye nutfa, jins, mani. Wa yakhrujul mayyita minal hayy, na anatoa maiti kwa kiumbe hai. Idh, kwa sababu yakhruju nutfata min al-insan, anatoa manii kutoka kwa mwanadamu. Wal baydha min ad-dajaj, yai kwa kuku. Dhalikum alladhi yasna'u hadha, huyo ambaye anafanya hayo, huwa Allah, ndio Allah. Alladhi khalaqakum, ambaye kakuumbeni. Fakaifa tusrafuna ayuha almushrikuna, wapi mnaelekezwa nyie makafiri? Anil haki, mbona mnatolewa kwenye haki? Maama tushahidunahu, pamoja na haya mnayoyashuhudia yote. Mimbadi sunhi, kutokana na nguvu ya uumbaji wake, halafu mwaondoshwa mapeleko ngene, mwakubali kweli nyie? Falikul isbahi, pia yeye ndiye mwenye kuipasua asubuhi. Sasa hivi kiza, kuna usiku, basi badala ya kiza hichi, falikul asbahi, Allah anapasua asubuhi, mwangaza. Falikul isbah, yeye pia ndio mwenye kupasua mwangaza asubuhi. Badala ya kiza, Allah anapasua kiza, anapeleka mwangaza, kunakuwa kweupe. Falikul isbahi, yeye ndiye mwenye kupasua asubuhi, yani mwenye kupasua, kwenye kupangua mwangaza. Waja'ala al-laila, na yeye ndiye aliyeufanya usiku sakanan, ni kivazi chenu na utulivu wenu. Sakanan ni kitu ambacho mnapata utulivu, unatulia, na mpaka hali ya hewa anaibadilisha, si ile ya mchana, kupatikane sakana, mapumziko, utuliaji. Washamsa, na akalifanya jua, walqamara, na mwezi, husbana, kwa ajili ya kutoa hisabu za binadamu. Waja'ala al-shamsa, akalifanya jua, walqamara, na mwezi, husbana, hii akayafanya mawili haya kwa ajili ya kutoa hisabu za wanadamu, na kila moja inatoa hisabu yake. Anasema ash-shamsu wal-qamar bihusbani, jua na mwezi kwa ajili ya hisabu. Jua linatoa hisabu ya siku, mwezi unatoa hisabu ya miezi, mnaita month. Jua likitoka huku mpaka likitoka huku likenda huku likitua, manake siku inakuwa imefanyaje? Imeisha. Unahesabu jumaa ngapi imeisha. Lakini mwezi unatembea kuanzia huku unakwenda huku, ukirudi tena huku, unahesabu, unasema mwezi umeisha, unasema mfunguo fulani sasa leo. Kwa hiyo mwezi unatoa hesabu ya idadi ya miezi, masiku yale ya miezi. Jua linatoa idadi ya siku, bihusbani, vinashirikiana. Waja'ala ash-shamsa wal-qamara husbanan, akafanya kulijaalia jua na mwezi husbana, ni vyenye kutoa hesabu. Dhalika, yote hayo, takdiru, yanakwenda kwa mujibu wa makadirio, al-azizi, ya yule aliyekuwa na nguvu, al-alimi, aliyekuwa mjuzi. Yanatembea hayo kwa mujibu wa uwezo wake yeye. Falikul isbahi, yeye ndiye enye kupasua mwangaza wa asubuhi.
Wajaala al-laila sakanan, akaufanya usiku kuwa ni kitu ambacho watu wanapata utulivu ndani yake, mapumziko. Washamsa, na jua akalifanya, walqamara, na mwezi, husbana, ni vyenye kutoa hesabu. Dhalika, yote hayo, takdiru, yanakwenda kwa makadirio, al-azizi, ya yule mwenye nguvu, al-alimi, aliyekuwa mjuzi. Yeye ndo kaeka kila kitu, kakipangia makadirio yake, kitembee vipi kinatembea vile. Jua limewekewa makadirio yake kwamba litembee hivi, kila siku litoke huku liende huku, alafu litue, basi linatembea hivyo. Mwezi umewekewa vituo vyake, lazima uvitembee kila siku kimoja kimoja. Kwa mwezi umemaliza vituo 28, basi naam, unatembea hivyo. Usiku umewekewa, lazima ikifika saa fulani uingie, basi unatembea hivyo. Ikifika saa fulani uondoke, unaondoka. Dhalika takdiru, yote hayo ndiyo makadirio, al-azizi, ya yule mwenye nguvu, al-alimi, mjuzi. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, yeye Allah aliyetakasika na kutukuka, alladhi yashuku dhawa sabahi, yeye ndiye mwenye kupasua mwangaza wa asubuhi. Min dhulumati llaili, anaupasua kwa kuutoa kwenye kiza cha usiku, badala kiza hichi anatoa na mwangaza. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila sakanan, na yeye ndiye ambaye ameufanya usiku kuwa sakana, ni kipumziko, linasi, kwa watu. Yaskununa fi, wanapata kupumzika kwenye usiku. Anil harakati, wanapumzika kutokana na zile harakati. Leo pengine mtu kila mmoja mchana kesha hangaika, kachoka sana, basi usiku Allah kauweka kwa ajili ya mapumziko. Na ingekuwa hakuna usiku, shekhe, ingekuwa taabu sana, binadamu tungeshindwa kuishi. Maana ingelikuwa machofu hayatoki. Machofu toka siku uliozaliwa wale, ingekuwa kila siku yanapandiana, yanakaliana. Lakini siri ya usiku, unapokuja unakuja kuondosha yale machofu ulioyachoka leo. Yani umechoka, basi unakwenda unalala, asubuhi ukiamka, shekhe, machofu yote yale ya jana yashaondoka. Unajinyongoa hivi kidogo, umekuwa mbichi, umerudia upya. Pengine jana ulifanya kazi, ulifika jioni umechoka, wanamwambia bosi wako, bwana mimi sasa hivi siwezi tena kufanya kazi. Na huwezi kweli. Lakini machofu yale yanaondoka, ukaenda ukilala tu, ukiondoka usingizi umekupa mapumziko, kila kitu kimeondoka, umeanza upya. Asubuhi she unakwenda kufanya kazi kama jana hujafanya vile. Anil harakati li talabil maashi, kutokana na zile shughuli za maisha mnapata mapumziko usiku. Liyastarihu min ta'abihim, ili wapate kustarehe, kupumzika kutokana na tabu zao walizopata. Fi talabihi fi nahari, katika mahangaiko yake ya mchana mtu. Wa huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wal qamara, na yeye ndiye ambaye kalifanya jua na mwezi, yajriani, yanatembea, bihisabi muqaddari, yanatembea kwa hesabu iliyokadiriwa, ishapangwa. Dhalika almadhkuru, huyo aliyetajwa hapo, min badii sun'i, ayo hayo yaliyotajwa hapo katika badii sun'i, katika uumbaji uliokuwa mzuri. Huwa takdiru al-azizi, ndiyo mipango na makadirio aliyoyapangilia yule al-azizi, mwenye nguvu, alladhi, ambaye la yughalibuhu ahadu, ambaye hashindwi na yoyote, al-alimu bi khalqihi, ambaye ni mjuzi kuwajua waja wake, wa ma yasluhu lahum, na pia anajua yale ambayo yatakuwa na maslahi kwa waja wake. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha, na yeye ndiye yule ambaye ja'ala lakum, amekujaalieni nyinyi au amekuwekeeni nyinyi nujuma, nyota, litahtadu biha, ili mupate kuongokewa kwa kutumia nyota hizo, fi dhulumati albarri, katika viza vya bara, yani za nchi kavu, wal bahari, na baharini. Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye ja'ala lakum an-nujuma, amezijaalia kwenu nyota, kakuwekeeni, litahtadu, ili mupate kujua, mupate kuongokewa na safari zenu. Fi dhulumati albarri, katika viza vya bara, wal bahari, na baharini. Nyota
zimewekwa kwa mambo matatu. Nyota zimewekwa kwa mambo mangapi? Matatu. Kazi tatu. Kazi ya kwanza hili tahtadu bihi, kwa ajili ya kukuongozeni katika safari zenu. Kuna wataalamu Allah aliyowapa utaalamu, basi wakisafiri, kwa mfano mabaharia, basi wanatumia nyota, anajua anapokwenda. Mbali ya ile shamsi milimo zohali, sio ile. Kuna nyota akiitizama, kama ni safari ya usiku kizani, anajua mimi nakwenda Dar es Salaam, ajua jahazi kwa nyota ile pale ni tunge hapa, na kwenda pahala fulani kwa nyota ile ilipo, mimi itabidi nielekee wapi. Hapotei, inamuelekeza. Hiyo kazi moja ya nyota. Watu wanajua, wanaongokewa na safari zao kujua wanapokwenda kwa kutumia hizo nyota. Akiiona tu kama yuko baharini usiku kiza, basi anatumia nyota afika anapokwenda. Leo watu hawatumii nyota. Si kuna vyombo vya kisasa unapiga tu wapi unataka kwenda na kuonyesha. Maana yake tunasikia mpaka sasa hivi hata hizi ndege, basi rubani hana kazi. Ziko ndege ambazo rubani hana kazi, kazi yake ana seti pale mwanzo tu, kabla hajaruka pale ana seti pururu, basi kitu kinakuwa kama vile gari nini zile automatic, si ndio? Basi anapuasha, kisha kuwasha ana seti mambo yake, lenyewe linajiseti. Ikifika wakati linajitia kasi pururu, likishazishapata tayari linaondoka, linatembea zake huko pururu, likifika time tayari lishakolea, linajiruka lenyewe. Yeye kazi yake kuongoza usukani, na kesha litega wapi na kwenda nchi gani, pana urefu gani, basi linaruka, likifika lenyewe linainama. Yeye uko njiani aweza hata akalala hivi, kitu kinatembea huko. Tayari dijitali, si ndio? Hawatumii tena nyota sasa, lakini zamani hakuna vitu hivyo, watu wanatumia nyota katika safari zao. Baharini na bara, jangwani. Jangwani jamani ni sawa sawa na baharini. Kwa wale wanaoyajua majangwa, mie na wewe, kwa sababu hatujatembea sana, tuko hapa Zanzibar yetu hakuna jangwa hapa, basi unaona Lakini kama vile unaposafiri baharini ukafika katikati ya bahari, kwa mfano uenda Pemba, ukifika pale katikati ya Nungwi, ukitizama huku huoni mti, huku huoni mti, waona mawingu yangia baharini kila sehemu. Sasa kama pale shehe wataka kwenda unakokwenda, wakujua wapi? Ni shida. Kwa hiyo mtu anatumia nyota, anajua kwa nyota ile pale ilipo, basi mie niende hapa, nitakuwa nimekwenda pahala fulani. Na jangwani hivyo hivyo, ukiwa kwenye jangwa kubwa kama unavyoona baharini, kwenye jangwa wakuta mawingu yamegusa ardhini hivyo hivyo kila unapoangalia. Na enzi hizo shehe hakuna barabara, sasa hivi kumerahisishwa. Sasa hivi jangwani shehe, hata jangwa gani hutizami nyota? Si barabara tu tayari, kama ulishosoma udereva basi barabara tayari zipo, wanajua mimi naenda hapo, wafuata barabara. Na hata ukikuta njia zimekuwa mbili huko mbele, tayari kuna maelekezo ishawekewa, sijui ya airport, sijui darajani, si ndio? Wewe unaelekeza tu, kwani hata pale ukana si unaona sijui Kinuni, sijui Kijito Upele, wapotea tena. Kwa huna haja ya kutumia nyota tena. Lakini hizo nyuma hakuna hayo mambo, na hizo barabara hazipo, ni jangwa tu. Wewe wajua upite jangwani katikati, ukatize ufike unakokwenda, ni shida. Sasa wale viongozi wa safari, yani madereva, tutakavyowaita, ukiota madereva, ukiota marubani, ukiita sijui manahoza, basi walikuwa safari zao wanakwenda kwa kutumia nyota. Kwa hiyo kazi moja ya nyota Allah katuwekea ni hiyo. Kazi ya pili Allah kaiweka, anasema wajalnaha rujuman lishayatin, ni risasi kwa ajili ya mashetani. Shetani ambao wanakaidi, bado wanataka kwenda juu mpaka leo kusikiliza siri, basi zinatumika nyota zile, zimewekwa kwamba ndio risasi za kuwarembelea. Rujuman lishayatin, ni virembeleo vya kuwarembea shetani. Nakuta kitu kinatoka basi ujue pale keshachezea kitu, wala sio kasema labda kapatikana yule. We Allah akupiga ukakosekana, nkikurushia mimi unaweza kule kampata ukamkosa. Rujuman lishayatin. Lakini kazi ya pili, zayyana samaa dunya bimasabiha, asema tumeupamba wingu wa dunia kwa hayo mataa, ndio nyota. Kwa hiyo kazi ya tatu
ni pambo kwa ajili ya wingu wa dunia. Kwa hiyo kazi tatu: pambo la wingu wa dunia, virembeleo kwa shetani kwa ajili ya kutuongoza sisi na safari zetu. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma, yeye ndiye ambaye amekujalieni ninyi, amekuwekeeni nyota hizi, litahtadu biha, ili mupate kuongokewa kwa kutumia nyota hizo, fi dhulumatil barri, kwenye viza vya bara, wal bahari, na baharini mnapokwenda safari zenu. Kad fassalna al-ayati, kwa hakika tumezifafanua vizuri aya zetu, dalili zetu, liqaumin ya'lamuna, lakini kwa watu wenye kujua. Kad fassalna al-ayat, kwa hakika tumezifafanua aya zetu, liqaumin ya'lamuna, kwa watu wenye kujua. Wa huwa alladhi, yeye Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa lakum ya bani adama, amekuumbieni nyinyi yenyi wanadamu, an-nujuma, nyota, fi samai, mbinguni huko, litahtadu biha, ili mupate kuongokiwa kwa kuzitumia hizo, fi asfarikum, katika safari zenu, idha ishtabahat alaykum turqa, pale njia zikikutetanisheni, ikifika wakati njia hamzijui, kakuwekeeni hizo mtumie, mjue njia za kupita. Fil barri wal bahari, bara na baharini. Kad bayyana al adilla wal barahin, kwa hakika tumebainisha dalili zetu na hoja zetu, adalalatun ala qudratina, zinazoonyeshea uwezo wetu, liqaumin yatadabbaruna tilka al-adilla, lakini kwa watu wenye kuzizingatia dalili hizo, wal barahini, na hoja hizo, fayastafiduna minha, wakapata faida kwa kutumia dalili hizo. Wa huwa ladhi, na yeye ndiye ambaye anshaakum, amekuumbeni min nafsin wahida, kutoka kwa nafsi moja ya Adam, nyote kakuumbeni kutoka hapo. Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye anshaakum, amekuumbeni min nafsin wahida, kutokana na nafsi moja. Famustaqarrun, akakuandalieni pahala pa kuishi pa kudumu, kwa maana ya akhira. Wa mustaudaun, na akakuweka ndalieni pahala pa kupita, kwa maana ya dunia. Tuko pamoja hapa kwenye mustaqarru na mustaudau? Maulama wamekhtalifiana wa tafsiri. Tafsiri moja mpita kwamba mustaqarru yani ni akhira, na mustaudau manake ni dunia, lakini wengine wamesema mustaqarru manake fi arhami ummahatikum, ni katika lile fuko la mama, kwamba Allah amekuumbeni kutoka kwa nafsi moja, fa mustaqarru, akakuwekeeni kituo cha kuweza kutulia kwenye fuko la mama, fi qararin makin, yani yanapotoka maji kutoka kwa baba yakaingia kwenye fuko la mama, yanakuwa pale mwanzo hayataki harakati, yakipata harakati basi mara mtu anaharibu. Kwa hiyo kuna kituo maalumu Allah kakiweka, anasema qararin makin, kituo yani yanatulia, hayapati mtikisiko. Kwa hiyo wakasema mustaqarru ni pale wengine, na mustaudau wakasema ni kutoka kwenye mgongo wa baba. Tupo zote hizo ni tafsiri za mustaqarru na mustaudau. Wafasiri wamefasiri katika tafsiri tofauti.